sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Kuna sababu ya kukusifu Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu, haushindwi siku zote, wewe ni mwenyezi. Twakiri kwamba tuna sababu ya kukusifu Bwana, hata tunapopitia Bwana wakati huu Bwana na majira haya Bwana ambao twaelewa unayajua na una mawazo na mpango mwema. Tutazidi Bwana kukuabudu wewe, kukusifu wewe, maana uaminifu wako ni wa milele. Ukuu wako Bwana hauna kipimo. Wewe ni Mungu mwenyezi, wastahili sifa, wastahili utukufu. Mungu wetu, twasema uinuliwe Bwana, utukuzwe milele, maana hakuna mwingine ila wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, Mungu mkuu, hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa, pokea utukufu kwa jina la Mungu wetu aliye Mungu mkuu. Baba yetu, tunaomba na tunaenda kushukuru Bwana. Tukisikia neno lako Bwana asubuhi ya leo Bwana, sema nasi Bwana, hudumia watu wako Bwana, maana una neno lako siku ya leo Bwana. Bwana Mungu wetu, mawazo yao ikafunguliwe na wakaweze Bwana kupokea mawazo yako siku ya leo. Inuliwe na utukuzwe, kwa maana unaweza. Na ni katika jina la Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na tumeamini. Amen. Church, we welcome in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kanisa tunawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. It's another wonderful day. Ni wakati mwingine ambao ni wa ajabu that the Lord has given unto us, ambao Bwana ametupa, so that we may worship Him, na ili tukaweze kumwabudu, so that we may appreciate His holy name, na hata tuweze kuliinua jina lake for who He is, kwa sababu ya jinsi yeye ni nani. So let's just start with a word of prayer. Na kwa hivyo tafadhali tukaanze na neno la maombi as we continue. Tunapokuwa tukiendelea. Heavenly Master, Baba wa mbinguni, the Father of our Lord Jesus Christ, wewe uliye Baba wa Mwokozi Yesu Kristo, our Creator, our Maker, wewe Muumba wetu, wewe ambaye uliyetufanya tuwe, we come before your seat of throne. Tunakuja kwenye kiti chako cha enzi this wonderful morning, wakati huu wa asubuhi ya leo, to appreciate your holy name, tukaweze kuliinua jina lako, to give you glory, to give you honor, tukupe utukufu na heshima, even for the way, Jehovah God, you have taken us throughout the week that has already gone, na ni pia kwa sababu ya vile ambavyo umekuwa nasi katika wiki ambayo umeweza kukamilika, and even for the way you have given us this wonderful opportunity, na hata pia vile ambavyo umeweza kutukarimia wakati na nafasi hii ya ajabu, so that we may hear your word, na tukaweze kulisikia neno lako. as you speak to us this morning, unapotunenea asubuhi ya leo, speak with words that you can be able to understand, tunenee kwa maneno ambayo tutakayoweza kuyaelewa, and we shall give you praise and we shall give you honor. Tutakupa sifa na tutakupa heshima. Thank you for our listeners, ni asante kwa sababu ya wale wanaotusikiliza, and even those who shall be coming later after this, na hata wale ambao watakaoingia nyumaye ya wakati huu. we give you praise for each and every one of us. Tunakupa sifa kwa sababu ya kila mmoja wetu. Continue with us, endelea kuwa pamoja nasi, and even as we come to the end of our service, na hata tunapokuwa tukielekea katika tamati wa ibada, and we shall give you praise and we shall give you honor. nasi tutakupa sifa na utukufu, And it is the mighty name of the Lord Jesus Christ, na ni katika jina la Yesu Kristo we do pray and we do believe. tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. We welcome every one of you. Tunawakaribisha kila mmoja wetu In the mighty name of the Lord Jesus Christ. kwa jina la Yesu Kristo. It's another wonderful opportunity that the Lord has given unto us, Ni wakati mwingine ambao Bwana ametupatia so that we can listen to His word, tukaweze kulisikia neno lake Bwana, and so that we may be encouraged. na hata pia tukaweze kuwa tumetiwa nguvu. And I want to tell each and every one of us that we shall really be blessed of the Lord. Na ninataka nikawelekeze kila mmoja wetu kwamba tutabarikiwa I kweli. just want to continue what we have been learning for the few
few Sundays that have already gone. Na ninataka nikaweze kuendelea na yale ambayo tumekuwa tukijifundisha wakati wa wiki ambazo zimepita. We have just been speaking that our God is a God of the impossibilities. Tumekuwa tukisema ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa mambo yale yasiyomshinda. And he is always specializing in impossibilities. Na yeye huwa kila wakati anashughulika na mambo ambayo yanaonekana kana kwamba hayawezekani. So I just want to start from there. Na kwa hivyo ninataka nikaweze kuanzia tu pale. And therefore this morning I want to call the second king. Na kwa hivyo siku ya leo nataka niingie katika kitabu cha Wafalme wa Pili. I am in chapter number 3. Niko katika mstari wa 2. I am in chapter number 3. Niko mlango wa 3. I'm starting from verses number 11. Na ninaanza pale mstari wa 11 kitabu cha Wafalme wa Pili. And I shall just go up to line number 16. Na niweze kuingia katika mstari wa 16. Hoping you are already there together with me. Na nikiamini ya kwamba unaendelea pamoja nami pale. But King Jehoshaphat of Judah asked, is there no prophet of the Lord with us? Naye mfalme Yehoshafati akauliza, hakuna nabii pamoja nasi? Is there, if there is, we can ask the Lord what to do through him. Na kwa hivyo kama hapo tunaweza kumuuliza ni vipi ambavyo tutakavyofanya kupitia yeye. And one of King Joram's officers replied, Elisha, the son of Shaphat, is here. He used to be Elijah's personal assistant. Naye mmoja akamjibu kwamba kunaye ambaye tunaye hapa anaitwa Elisha. Yeah. Joshua said, yes, the Lord speaks through him. So the king of Israel, Judah and Edom went to consult with Elisha. Naye Elisha naye akamwambia kwamba Mungu huwa yuwaongea kupitia yeye na tunaweza kwenda na kumuuliza. Why are you coming to me? Elisha asked the king. Na ni kwa nini wewe unanijia? Naye Elisha akauliza. Go to the pagan prophets of your father and mother. Enenda kwa wale ambao ni manabii wa baba yako na mama yako. But King Joram of Israel said, not for it was the Lord who called us, the three kings here, only to be defeated by the king of Moab. Naye Joram akasema ya kwamba haiwezekani kwa sababu sisi hatuwezi tukakaa kama wafalme watatu tukashindwe na mfalme wa Moabi. Lord, we worship you, we praise you for your word. Baba, tunakuheshimu na kukupa sifa kwa sababu ya neno lako. Holy Spirit of God, we welcome you. Wewe Roho Mtakatifu wa Bwana tunakukaribisha. So that you may take over now. Na ili ukaweze kuchukulia. That you may give us a special breakthrough. Na ili ukaweze kutupatia nafasi nzuri ya kuendelea. So that as we speak to your people this wonderful morning. Na hata ukaweze kuongea na watu wako asubuhi ya leo. So that my Lord, my Master. Na ili wewe Mungu wetu na Baba yetu. This word will have a room in their heart and in their lives. Hili neno litakuwa na nafasi katika mawazo na maisha yao. And they shall praise you and they shall magnify your holy name. Na kisha watakuabudu na kuliinua jina lako. For there is none like you, King of Kwa maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. We worship you and we praise you. Tunakupa sifa na kukuabudu. And it is the mighty name of the Lord Jesus Christ we do pray and we do believe. Na ni kwa jina la Yesu tunakupa sifa na kukuomba. Amen. Amen. Friends, kanisa, once again I want to talk about this God, the God of the impossibilities. Wakati na nafasi nyingine nataka kunena kuhusu Mungu wa mambo asiyeshindwa. These are the three kings. Hawa ni wafalme watatu. The king of Israel. Huyu ni mfalme wa Israeli. This is the king of Judah. Huyu ni mfalme wa Juda. And this is the king of Edom. Na hata pia kuna mfalme wa Edom. And there is an enemy called the Moabites who have come against them. Na sasa hapa kuna mfalme mmoja wa Moabi ambaye amewaingilia. And he is coming against them. Na anakuja kuwaingilia ili akawe kwamba atawapiga. But by the way, I want you to realize and to know. Lakini nataka uweze kufahamu na ukaelewe. The Moabites came from the northern. Ya kwamba wa Moabi walikuja kutoka upande wa juu. Israel comes next. Nao Waisraeli wanaingia hapo kando. Then below them comes Judah. Napo hapo chini kunakuja watu wa Juda. And then below down there comes Edom. Nao wale pale chini kabisa ni watu wa Edomu. And therefore we have one large army of the Moabites. Na kwa hiyo hapa tunaona kwamba tuko na jeshi moja la wa Moabi which is racing against three kings. Na linainukia wafalme watatu. And the three kings, nao hawa
large army. Tayari wamehuzunika kwa sababu ya hili jeshi kubwa. One of the things that I would like you to know, Jambo moja ambalo ningetaka wewe ukalifahamu, it is not because of the unity of the three kings. sio ya kwamba katika kuungana kwa hawa wafalme watatu, Because they are still are afraid. kwa sababu pia wao unaona kwamba wako na uoga. And they do not know exactly how they shall be able to overcome the Moabites. Na wote hakuna mmoja aliye na wafahamu ya jinsi watakavyoweza kuwashinda wa Moabi. So they came back Na kwa together. hivyo wakakuja wakarudiana wao. But their strength was impossible to defeat the Moabites. Lakini nguvu zao hata wakiwa watatu hazingeweza kuwashinda wa Moabi. There was no way that they were going to come over it. Hakuna vile ambavyo wangeweza kuwashinda wa Moabi. And therefore they are consulting one another. Na kwa hivyo wako hapa wanajiulizana ama wanaulizana maswali. How shall we go against this first Ni army? vipi ambavyo tutakaweza kushinda hili jeshi kubwa? And therefore they are telling one Na another hapa wanajibizana moja na mwingine. of how they are going to go Ni against it. vipi ambavyo watakavyoweza kushinda. And they think the best thing Na kwa hivyo wanafikiria jambo ambalo lililo la muhimu. is to consult their gods so that they may be able to see. Ni kwenda kuwauliza miungu yao waweze kujua. And I am happy because when they are consulting one another, Na hapa niko na furaha kwa sababu wakati wanakuwa wakijibizana haya, then King Jehoshaphat of Judah, yeye mfalme wa Yuda ambaye anaitwa Jehoshaphat, who fears God, ambaye ni mtu mcha Mungu and somebody who has been following God, na ni mtu ambaye amekuwa akimfuata Mungu, he is asking them, don't we have a man of God who can be able to tell us how we can go to this? anawauliza hatuna mtu wa Mungu ambaye tunaweza kwenda kwake na tukamuulize haya maneno. And they say, Na wakajibizana, then there is one man wakasema kuna mmoja who is called Elisha, ambaye anaitwa Elisha, and we know him well na tunamfahamu vyema because he was the man who was carrying kwa sababu yeye ndiye mtu ambaye aliyekuwa anabeba the staff of Prophet Elijah. ati ndiye aliyekuwa anabeba ile fimbo ya Elijah. And therefore they say, Joshua says, let us call on him. Na kwa hivyo Jehoshaphat anajibu anasema kwamba na si basi tukamwite yeye. Why don't we go to him? Ni kwa nini tusiende kwake? Listen to this. Hebu nasikiliza. Let's go to him. Wacha twende kwake. And therefore they went to Na Elisha. kwa hivyo wakaenda kwake Elisha. And when Elisha saw them, Wakati Elisha alipowaona, he knew the king of Judah, akamfahamu mfalme wa Juda, he knew the king of Israel, akamfahamu mfalme wa Israeli, and he knew the king of Edom. na hata akamfahamu mfalme wa Edom. And he knew the king of Edom, Na alipojua mfalme wa Edom, and he knew the king of Israel, na alipomfahamu mfalme wa he Israeli, knew these people were worshippers of idol gods. akajua ya kwamba hawa ni watu ambao huwa wanaabudu miungu. And therefore he told them, why don't you go and consult your Na God? hapo ndipo akawakemea akawauliza, si mungeenda mkawaulize miungu yenu? Why don't you go and consult them? Si muende mkawaulize miungu wenu? If you think they have power, Ukifikiria kwamba wamo na nguvu, if you think they can give you a ikiwa response, ya kwamba unafikiria kwamba wanaweza kuwapatia suluhisho, if you think your gods are powerful, ikiwa ya kwamba mnatania miungu yenu iko na uwezo, then why don't you go to si them? basi mwelekee kwao, Why don't you go to si them? mwende kwao, If you think they have the power. ikiwa ya kwamba mnafikiria wako na nguvu. But they insisted. Lakini wakaendelea na kusema, And they told him, wakamwambia, how come inawezekaje that you're not going to respond to us? ati kwamba wewe hautatujibu? How comes that is God who has made us the three kings to come together to be defeated by these people? Inawezekanaje Mungu anaweza kutukusanya atulete pamoja tukashindwe na hawa watu? How come? Inawezekanaje? I am happy because they are realizing now for the first time that there is God. Nafurahia sana kwa sababu sasa hapa kwa nafasi ya kwanza wanakuja katika ufahamu wa kuelewa kwamba kunaye Mungu. Yeah, there is a difference here. Ni kweli kuna tofauti hapa. Here they have a difference now. Wakaona kwamba kuna tofauti hapa. Because they know there is Kwa God. sababu walijua kuna Mungu. A God who has power. Mungu ambaye aliye na nguvu. And then Elijah responded, Naye Elisha akawajibu, if it wasn't for King Jehoshaphat, kama sio kwa sababu ya mfalme Yehoshafati, I would not have gone ahead to consult with God. mimi singeenda mbele na kumuuliza Mungu If it aliye. wasn't for Jehoshaphat, whom I know, he fears his God. Isipokuwa ni kwa sababu ya Yehoshafati ambaye namfahamu kwamba yeye ni mcha Mungu, Then I would not have gone forward. singeenda mbele. Because of King Jehoshaphat, Lakini kwa sababu ya mfalme Yehoshafati who recognizes, who knows there is a God, ambaye anakuwa na ufahamu ya kwamba kuna Mungu, a God of impossibility, yeye ni Mungu asiyeshindwa, a
haiwezekani, I would not have gone ahead. singeenda mbele. And for sure Elisha went ahead. Na kwa kweli Elisha akaenda mbele. So seek after this God. Akamtafute huyu Mungu. Therefore I want you to listen first number 14. Ninataka ukasikilize sasa hapa kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 3 10 na mstari wa 14. Elisha replied, as sure as the Lord Almighty lives, whom I serve, I won't have bothered with you except for my respect for King Jehoshaphat of Judah. Ati Elisha akawajibu akawaeleza, na ni kwa kweli na hakika kama vile Mungu alivyo na vile huwa yuaishi na yeye ambaye huwa namtumikia, singeenda mbele na singejishughuliza isipokuwa ya kwamba kuna mfalme ambaye anaitwa Yehoshafati na ninamheshimu. Bwana asifiwe. Amen. Why? Ni kwa nini? Because he knew Jehoshaphat feared this mighty God. Kwa sababu alimfahamu ya kwamba Yehoshafati huwa anamuogopa ama huwa anamcha Mungu. The mighty God who lives. Mungu ambaye ni mkuu anayeishi. The Lord who deals with impossibilities. Mungu ambaye huwa yuwashughulika sana na mambo yasiyowezekana. He says, I am going ahead to seek this God because there is one who knows there is a God who is powerful, who is mighty, who is able to do the impossibility. Ati akawaambia nitaenda mbele sasa kushughulika na haya na kumtafuta Mungu kwa sababu katikati yenu kuna mmoja wenu ambaye anamfahamu kwamba kuna Mungu ambaye ni mkuu, kuna Mungu aliye na uwezo, kuna Mungu ambaye ni mwenye nguvu na anaweza mambo yasiyowezekana. It is my prayer in our midst we have men and women who knows there is a mighty God, a God of impossibility. Ni ombi langu ya kwamba katikati yetu kupatikana ya kwamba kutaonekana mtu ambaye watu ambao wanayejua ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kufanya mambo yasiyowezekana. Because he can show intervention. Kwa sababu anaweza ingilia kwa jambo hata kama hili. Yes, he went ahead. Akaendelea mbele. Listen to me in verses number 16. Hebu nisikilize vizuri katika mstari wa 16. And when Elisha consulted the mighty God, na wakati Elisha alimuuliza huyu Mungu mkuu, listen to what he says. Hebu nisikilize vile alivyosema. And the Lord said, naye Mungu akasema, this is what the Lord says. This dry valley will be filled with pools of water, and you will see neither wind nor rain, says the Lord, but the valley will be filled with water. Ati akawaeleza ya kwamba hapa mnaona ama mahali hapa mnaona kutajawa na maji, lakini nyinyi hamtaona maji ya mvua wala hamtaona mvua yenyewe hata upepo. Mungu hivyo ndivyo asema, lakini hii mahali patajawa na maji. So Elisha just told them what the Lord said. He told them, go and dig valleys, go dig holes in the valley. Na kwa hivyo Elisha akawaambia vile ambavyo Mungu aliwaambia, nendeni na mkachimbe mitaro. And when you dig the valley, you dig holes in the valley. Na wakati mtakuwa mmechimba hiyo migodi ama mitaro, what you shall find, kile ambacho mtakuja kupata, ni ya kwamba then those deep valleys will be filled with water. Ati ni kwamba hiyo mitaro mtakaochimba iliyo mikubwa itajawa na maji. But you shall not see wind. Lakini hamtaona upepo. You shall not see rain. Hamtaona mvua coming to fill those holes. Ikija kwamba ifurike katika ile migodi. But the valley will be filled with water. Lakini pale kwa ile mitaro kutakuwa na maji na itajaa. By this time, na wakati huo, then Judah, Israel, Waisraeli, and the Edomites, na hata Waedomu, they were already scared because they have been pushed to a place where there was no water for them and even for their animals. Wamejawa na kuogopa kukubwa kwa sababu wamesukumwa sana katika mahali ambako sasa hapana maji na hapana kitu ambacho wanaweza kutumia kama maji. Sasa ni kwa janga. They had already been pressed so hard. Wamesukumwa sana wakiwa na wanyama wao na kila kitu. There was no water, there was nothing for them. Hakukuwa na maji, hakukuwa na chochote kwa sababu yao. There was no hope. Hakukuwa na tumaini. And that's the reason why now they are struggling. Na sasa hii ndio sababu unaona kwamba wanaumia. I just want to thank this. Ninataka kumwinua huyu Mungu sana. That even when we are pressed to the corner, ati hata wakati tumefinyika, then God is still able to remove us from such a corner. Mungu wetu anaweza kutuondoa kutoka mahali
I thank God. Ninashukuru Mungu. There were the locusts. Kulikuwa na nzige. There is the flood. Kuna mafuriko. There is the COVID-19. Kuna COVID-19. But I want to assure anybody who is listening to me. Lakini nataka nikakupe ujasiri huu wewote ambayo unayenisikiliza. Even when the situation looks as if it is as hopeless as that. Hata wakati kulikuwa kunaonekana ya kwamba hakuna tumaini. Then our God is still able to rescue us from such situation. Mungu wetu ako na uwezo wa kutuondoa katika hali kama hizo. They did not have any hope. Hawakuwa na tumaini lolote. No food, no water. Hakukuwa maji wala chakula. Not only for themselves. Na sio tu kwa sababu ya wao peke yao. And even for the animals. Lakini hata pia kwa sababu ya wanyama. But listen to this. Lakini nisikilize. God is just telling them just go and draw. And just go and dig valley. Mungu akawaambia kwamba enendeni mkachibe mikojo. And then those deep valleys I shall fill them with water. Na hayo mahali mtakapokuwa mmechimba nitajaza na maji. You shall not see the wind. Hamtaona upepo. You shall not see rain coming. Hamtaona mvua ikija. But there will be water. Lakini kutakuwa na maji. Enough for you. Ambayo itakuwa inawatosha. Enough for your people. Itakayotosha watu wenu. Enough for your animals. Itakayotosha mifugo yenu. Enough for the wild animals. Itakuwa inatosha hata wanyama wa pori. All these people will be fed. Na watu hawa wote watajazwa. And not only that. Na hata zaidi ya hivyo. You shall have victory over the Moabites. Mtakuwa na ushindi juu ya Wamoabi. You shall still have victory over the Moabites. Mtakuwa na ushindi juu ya Wamoabi. Listen, brethren. Hebu nisikilize wapendwa. He is promising them that there will be water. Anawaahidia kwamba kutakuwa na maji. For the animals. Mifugo wao. For the wild animals. Wanyama wa pori. Even for themselves. Na hata kwa sababu ya wao wenyewe. Because there is no limit with our God. Kwa sababu Mungu wetu hana kizuizi. There is no limit with God. Hakuna kizuizi chaweza kumzuia Mungu wetu. It's a God of the impossible. Ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. The situation in which we are right now. Katika nafasi tulio sasa. I want to assure somebody. Ninataka nikamwambie mtu. Our God is still at work. Mungu wetu bado yuko kazini. Our God is still at work. Mungu wetu yungali bado katika kazi. And we are just very soon coming out of it. Na hata muda usio mbali tunatoka katika hili hali. Yet this valley will be filled with water. Ni kweli hii mikondo itajawa na maji. So that you may drink. Na ili mkaweze kunywa. As well as your animals. Na hata wanyama wenu wakunywe. Hata your animals. Na hata mifugo wenu waweze kunywa. I still want you to remember they were desperate because of the Moabites who had pushed them to such time. Ninataka ufahamu na uelewe ya kwamba sasa hapa hawana tumaini kwa sababu wa Moabi wamewasukuma sana hadi mpakafika mahali ambako panakaa ni mwisho. But the Lord has spoken. Lakini sasa hapa Mungu ameongea. And he has just spoken. Na ameongea akasema. And he has just spoken. Ameongea tu. Because there is somebody who fears him. Kwa sababu kuna mtu ambaye anayemcha. And this is nobody else apart from Joshua. Lakini hapa si mtu mwingine ni Yehoshafati peke yake. I thank God because he has still remaining people who fears God and obeys God faithfully in this place. Ninashukuru Mungu kwa sababu kuna mabaki ambayo huwa kwamba wanamcha Mungu hata kwa nafasi hii. Even this particular time. Hata wakati kama huu. So that this situation in which it will move and move out completely. Na ili katika nafasi tulio nayo itaondoka na yenende kabisa na itokomee tu ikose. I thank God for verses number 18. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya mstari wa 18. It says this. Anasema hivi. But this is only a simple thing for the Lord, for he will make you victorious over the army of the Moabites. Ati hili ni jambo ambalo ni nyepesi sana kwa Mungu wetu, kwa sababu yeye atawafanya mkawashinde wa Moabi. This is just an easy thing. Na hili ni jambo rahisi sana. This is just an easy thing. Hili ni jambo rahisi kabisa. In the eyes of the Lord. Machoni kwa Mungu. Let the crocus come. Wacha nzige wakuje. Let the flood come. Wacha hata mafuriko yawe. Let the coronavirus come. Wacha hata kirusi corona kije. And let people speak the way they are speaking. Hata wacha watu wafokwe na waseme yale ambao wanataka kusema ndio. This is still a simple thing to our Lord. Hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. This is still a very simple thing upon our Lord. Hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. Yes, I have heard how people have spoken. Ni kweli nimesikia vile ambavyo watu wanaongea. Yeah, they have spoken different things. Wameongea mambo
kweli. Wengine they have already spoken and said that the devil have almost defeated God because of making the churches. Hata kuna wengine wamesema kwamba ati Mungu wetu ameshindwa na shetani kwa sababu ati watu wanaona kana kwamba Mungu hajui. Yeah, no, people, because churches have been closed. Ati kwa sababu makanisa yamefungwa. And they think it is the devil who has defeated the Lord. Na wanafikiria kwamba ati ni shetani amemshinda Mungu. I am not one of them, brethren. Mimi sio mmoja wao na ninakataa badaka. And I refuse it, and I refuse it, and I refuse it. Ninaikataa abadan kataa. Once again, my brother. Wewe wakati mwingine nakusihi hivi. Once again, my brother, I tell you. Na sasa nafasi nyingine nakuambia hivi ndugu yangu. This is just a simple thing. Hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. It's just simple. Ni jambo rahisi. It's just a simple thing. Ni jambo rahisi. And we are just moving out of it very soon. Na tunaondoka kwa hili jambo nafasi sio mbali. If I have to tell you for sure. Ikiwa nitakwambia kwa hakika. It's a matter of you developing your spiritual eyes. Ni wewe tu funguke macho yako ya kiroho. Yes, it's just a matter of you opening your spiritual eyes. Ufunguke macho yako ya kiroho. He told them there is not going to be any wind. Akawaambia kwamba hapata kuwa na upepo. You will not even see the water. Hamtaona maji. But this valley will be filled with water. Lakini hili mahali patajawa na maji. There will be water. Kutakuwa na maji. It will be enough for you and for your animals. Itakuwa yatosha kwenu na mfugo wenu. And finally shall defeat this Moabite and you will break Na hata wa Moabi mtawashinda na mtawasukuma waende mbali. Friends, I am telling you I just develop your spiritual eyes. Ninataka nikufahamishe hivi rafiki yangu. Funguka macho yako ya kiroho. I do not know what tomorrow holds for me. Sijui ni nini kesho imanishikia. I don't know what is holding for me. Hata sifahamu ni nini kiko kwa sababu ya kesho. But I know who owns my tomorrow. Lakini nafahamu ni nani ambaye aliye na kesho yangu. Church, I know who owns my tomorrow. Kanisa nasema ya kwamba najua ni nani ameshika kesho yangu. I may not know what tomorrow holds for me. Mimi nakosa kufahamu ni nini kesho iliyo nayo kwa sababu yangu. But one thing that I know. Lakini jambo moja nafahamu. I know who owns my tomorrow. Ninajua ni nani ambaye ameshika kesho yangu. It's the one who says. Na yeye ndiye anayesema. Doing that is just a simple thing. Ati kufanya vile ni jambo rahisi. It's just a simple thing for him. Jambo rahisi sana kwake. To make the valley be filled with Ati water. kujaza makoni na maji. Without you seeing the rain. Kuwa kwamba hakuna mvua. Without you seeing the wind. Kuwa kwamba anatumia upepo. And then the water will be filled. Na maji yatajaa. And we shall have enough for us Na to drink. kutakuwa na yale ya kukunywa. For us and even for our animals. Hata kwetu na pamoja na wale mifugo tulio nao. Glory be to the Lord. Bwana Yesu na apewe sifa. What I know, my brother. Ile ambacho nafahamu ndugu yangu. It doesn't matter the situation in which we Ya are. kwamba katika nafasi tulio nayo. But I know who is holding me. Ninajua ni nani ambaye ameshika kesho yangu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu wetu. And the Bible Na tells Biblia me. inaniambia kweli. My tomorrow is better than Ati today. kwamba kesho yangu ni njema kuliko leo. Yeah, my tomorrow is better. Kesho yangu ni njema kuliko leo. So yes, let there be all this. Ati wacha kweli wacha iwe vile ambavyo ilivyo. I do not know where all these things came Ati from. sijui mambo haya yote yalitokana wapi. But I know one thing. Lakini najua kitu kimoja. That I am a God of impossibility. Niko na Mungu ambaye asiyeshindwa. That he can be able to stop Ya it and kwamba stop it. ataweza kumaliza hili janga. And just like he told the people of Kama Israel. vile alivyoweza kuambia wale watu wa Israeli. That this is just a simple thing. Kwamba hili ni jambo rahisi sana. I just want to say the same. Ninataka niseme kweli hata sasa. That even this corona and the locusts and the frost. Kwamba nzige na korona na mafuriko. It's just a simple thing for our God. Kweli ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. And he's coming to remove it. Na anakuja kuliondoa. Very soon and very soon. Na wakati usio mbali sana. We shall be back in the church. Tutakuwa bado tumerudi kanisani. Pamoja na watoto wetu. Sisi na watoto wetu. And the rest of us. Na hata wale wengine ambao tunaowakosa. Because it's a simple Kwa thing. sababu hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. And the Bible goes Na and Biblia inaenda mbele na kusema. it continue to tell me. Inaniambia kweli. Just as God has spoken. Kama vile Mungu ameongea. Then water came from Edom side and filled all the valley. Maji yalitoka upande wa Edomu ikakuja na ikafulisha ile mikoti. Why did the water come from Edom? Ni kwa nini maji yakatoka upande wa Edomu? It was the southern side. Ni ule upande wa chini, sio wa juu. Yeah, because water always flows from the north. Na unafahamu kwamba katika ukawaida wetu maji hutoka upande wa juu. Naturally, water flows from the north. Katika hali ya kiasili maji hutoka upande wa juu. And then it goes down. Na kisha inaelekea upande wa chini. By this time, Lakini wakati huu, the Bible says, Biblia inasema water started flowing maji yalianza kufurika
from Edom. kutoka upande wa Edom. Edom were the southern people. Na watu wa Edom walikuwa ni watu upande wa chini, Where nobody would have expected that waters can flow from. mahali ambako hakuna mtu ambaye angefikiria kwamba maji yanaweza toka huko. Yeah. Rivers flowing from the valleys going up the stream. Upwards the mountain. Hebu tazama hili jambo kwamba maji yanatoka upande wa chini yakipanda milima kuelekea juu. It came from the opposite direction. Ikaja kutoka upande wasiokuwa afikiria. So that it may prove to be right. Lakini likawa kwamba itaonekana ni haki. That this is a God of impossibility. Kwamba huyu ni Mungu wa asiyeshindwa. Natural water flows from high level to low level. Kwa sababu kiasili ama kikawaida maji huwa yanatoka upande wa chini upande wa juu yakielekea chini. But this time, Lakini wakati huu the rivers are flowing maji yanatoka yanaelekea from the valley kutoka upande wa chini and it is going back to the mountain. na inapanda juu ya mlima. So what the Bible says came from Edom Kile ambacho Biblia inasema ni kwamba kilitoka upande wa chini and it came up. na ikaja juu, So that nobody here will dispute that it is not God's doing. na ili ya kwamba hapa pasiwe mtu ambaye atakayesimama aseme Mungu hajafanya, Because it is a simple thing kwa sababu ni jambo rahisi sana for God to say the water to move from down the valley ili ya kwamba Mungu aseme maji yatoke chini ya mfuriko and then it comes up the mountain. na ipande juu ya mlima. Hello? Halo Friends, wapendwa, this is just a simple thing to the eyes of our Lord. hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu, Just simple thing for our Lord. jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. And it is the same thing that we are going through. Na hili ni kama lile tu ambalo tunalolipitia dakika hii. That is just a simple thing for our Lord. Hili ni jambo rahisi sana kwa Mungu wetu. Friends, I'm repeating. Wapendwa, narudia, I know ninajua who is holding my tomorrow. anayeshika kesho yangu ni nani. I know who holds tomorrow. Ninajua ni nani anayeshika kesho I yangu. may not know what holds tomorrow yet, Hii kesho nitakuwa wapi, but I know who holds my tomorrow. lakini najua ni nani ameshika kesho yangu. And because I know who he is, Na kwa sababu namfahamu yeye, then that's the reason why I will not be afraid. ndiyo sababu sitaogopa, Because by tomorrow, kwa sababu najua kesho yangu it will be a better day itakuwa ni siku njema for me yangu mimi more than any other day. hata kushinda siku nyingine yoyote. I will not be afraid, my friend. Sitaogopa wapendwa, I will not be afraid, my brother. sitaogopa nyinyi ambao mnaotutazama. Yes, in the book of Psalms 121 Kitabu cha Zaburi 121 and verses number 2. mstari wa pili. Yeah, in the book of Psalms 121 Kitabu ni cha Zaburi 121 and verses number 2 says, mstari wa pili. Biblia inasema my help comes from the Lord ati msaada wangu kutoka kwa Mungu who made heaven and earth. aliyeumba mbingu na ardhi. He will not let you stumble. Ati hata kubali ya kwamba ukateleze. Then the one who watches over you will not slumber. Yeye ambaye huwa anawatazama hatalala. Just as he was watching Israel, Judah, and Edom, Kama vile tu alivyokuwa akiwatazama Waisraeli, watu wa Juda na wa Edom, so that they may not stumble. na ili kwamba wasije wakakwazwa. He is the same Lord who is here tonight. Yeye ndiye Mungu ambaye yuko hapa siku ya leo, And I'm grateful lakini nina furaha because he is watching over your life, he is watching over my kwa life. sababu anaangalia maisha yako na anaangalia maisha yangu, For the situation in which we are, kwa sababu ya nafasi ile tuliyomo ndani yake. it's just a simple thing for Ni him. jambo rahisi sana kwake, It's just a simple thing for ni him. jambo rahisi sana kwake. Let me repeat and tell Wacha you. nikarudie nikakwambia hivi, Judah, Israel, and Edom, ati wana wa Israeli, wa Yuda na wa Edom they had a great victory walipata ushindi mkubwa because they had the Lord God of the impossibility. kwa sababu walifahamu Mungu asiyeshindwa, And it's the same God na huyu ndiye Mungu who is together with us. aliye pamoja nasi. So your tomorrow is better than today. Kwa hivyo kesho yako iko na umuhimu na itakuwa njema kuliko leo, Because the one who owns your tomorrow kwa sababu yeye ambaye ameshikilia kesho yako is the God of his possibility. ni Mungu asiyeshindwa. Let's pray. Wacheni na tuombe, So that I can commit you and leave you in the hands of this mighty God. na ili nikaweze kuwaacha katika mikononi mwa Mungu huyu asiyeshindwa. Our heavenly master, Baba wetu wa mbinguni, I have just spoken the word. nimelinena kuliongea neno lako Just like the way you had put it into me, okay? kama vile tu ulivyoweza kuliweka ndani yangu.
And your people have been listening to it, okay? Na watu wako wamekuwa wakisikiliza. And they have received it almost graciously. Na wamelipokea kwa wewe Mungu wa neema nyingi. Like you are the God of the impossibility. Kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa. They do not know what holds their tomorrow. Hawajui ni nini ambacho kimeshika kesho yao. But they know who is holding their tomorrow. Lakini wanafahamu ni nani aliye na kesho yao. And you are the one who is holding their tomorrow. Na wewe ndio umeshika kesho yao. So that their tomorrow will be better. Na ili kesho yao iwe ikiwa njema. More than today. Hata kuliko siku ya leo. There is the fear of the corona. Ni kweli kuna kuogopa kwa sababu ya corona. There is the fear of the flood. Kweli kuko na kuogopa kwa sababu ya mafuriko. There is the fear of the rockers invading once again. Na hata pia kuko na kuogopa kwamba nzige wanaweza kuingia tena. But the only one thing that we know, lakini jambo moja tulilo nafahamu ya kweli, that there is nothing that is impossible with you, most gracious God. Kwamba hakuna jambo lisilowezekana na ewe Mungu. Because you are the God of the impossibility. Yeye ambaye ni Mungu usiyeshindwa. And all these things are just a simple thing in your eyes, O King of Na Kings. haya ni mambo yaliyo rahisi sana machoni mwako. Therefore we are inviting you to come and take over. Kwa hivyo tunakukaribisha uje na ukachukulie. Over this situation in which we are. Ukalichukulie jambo ambalo tulilo ndani yake. So that as you have said, kama kwa kweli vile ambavyo wewe mwenyewe umesema, there will be a confirmation utakuwa na uhakika that their tomorrow, kwa sababu ati kwamba kesho yao will be better itakuwa njema more than today. kuliko siku ya leo. We worship you and we praise you. Tunakupa sifa na kukuheshimu na kukuabudu Because of every one of them. kwa sababu ya kila mmoja wao. Keep them strong. Uwaweke na nguvu yako. Keep them healthy. Uwaweke na uzima. Provide them to them. Ukaweze kushughulikia maisha yao. Them and their families. Wao pamoja na nyumba zao. And even their relatives. Na hata wale ambao